Zenj TV, tujivunie nyumbani. Siku ya jana star muziki wa Bongo Flava Alikiba Alikay for real ambaye ni bosi wa record label ya King Music kwa mara ya kwanza kabisa amemtambulisha msanii wa kike kupitia kwenye record label ya King Music, msanii ambaye anatokea kule nchini Rwanda anayefahamika kwa jina la Mutima. Na kama umebahatika kupita kwenye ukurasa official wa Instagram wa Alikiba, bila shaka umekutana na hii taarifa, Alikiba akimtambulisha msanii wake wa kwanza kabisa wa kike kupitia kwenye record label ya King Music. Na hata hivi sasa kama utapita kwenye ukurasa official wa Instagram wa Alikiba pamoja na ukurasa rasmi wa King Music pale Instagram, utakutana na huu tambulisho ambao Alikiba ameweza kumtambulisha msanii wake ambaye anafahamika kwa jina la Mutima. Na kama ambavyo unaona hizi picha pamoja na video, ni utambulisho ambao ulikuwa unafanyika wakati King Music wakimtambulisha msanii wa kwanza wa kike kupitia kwenye record label hiyo. Na hiki kweli imekuwa ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wengi wa King Music, kwa mashabiki wa Alikiba kuona kwa mara ya kwanza kabisa King Music inapata queens, kwa sababu tangia record label ya King Music ilipoanzishwa na Alikiba hakuna msanii wa kike ambaye aliwahi kusainiwa chini ya under record label ya King Music. Licha ya kuwa ziliwahi kutokea rumors nyingi sana za kusainiwa wasanii wa kike pale King Music, lakini haikuwahi kutokea, na for this time ni kwa mara ya kwanza kabisa ni kwamba King Music inapata queens, kwa maana msanii wa kike ambaye atasimamiwa chini ya under record label ya King Music. Na wakati ambapo Alikiba alipokuwa anamtambulisha Mutima kwenye record label ya King Music, kwa kweli kuna comment nyingi sana ambazo zimekuja kutokea, na mashabiki nao pia akitoa mitazamo yao kuhusiana na msanii mpya kike ambaye anatambulishwa kwenye record label ya King Music. Kuna wengine wakiwa wanafurahia kuhusiana na uwepo wa msanii mpya kike kwenye record label ya King Music, lakini wengine wametoa komenti zao za kumkosoa Alikiba jinsi ambavyo anatambulisha wasanii wake kienyeji zaidi. Unajua, tumezoea kwenye record label kubwa kama WCB au Konde Gang pia tukiona kwamba wanaandaa event kubwa ya kutambulisha wasanii wao, na hata pale ambapo wanapokuwa wanatambulishwa ni kwamba anatambulishwa na EP ama ikiwezekana kuna nyimbo ambazo anakuwa anatambulishwa akiwa nazo. Lakini imekuwa ni tofauti kubwa sana kwa Alikiba pale ambapo anatambulisha wasanii wake, inakuwa kwenye ukurasa wa Instagram kuweza kumposti inakuwa inatosha kwake, na hapo utaona mambo mengine yakiwa yanaendelea mdogo mdogo, na labda ndio kitu ambacho kinafanya baadhi ya mashabiki wa mkosoa Alikiba kuhusiana na utambulisho wake, jinsi ambavyo anawatambulisha wasanii wake. Sasa baada ya Alikiba kwa siku ya jana kumtambulisha Mutima kupitia kwenye record label ya King Music, ni kwamba DC wa Instagram Mwijaku naye pia ameshindwa kuvumilia hili, na kikubwa ambacho amekifanya Mwijaku kwenye ukurasa wake wa Instagram ni kuweza kumpush msanii wa Alikiba kwa kumposti, lakini pia kuweza kumtambulisha zaidi kwa Tanzania. Lakini pia hakuishia hapo, ni kwamba amepeleka mikwala kwa wasanii wa kike wa Tanzania ambao sasa hivi wanafanya vizuri zaidi kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava, na kuwataka waache muziki kabisa, kwa sababu Mutima ambaye ni msanii wa Alikiba ana uwezo mkubwa sana kuweza kuimba, kwa hiyo atafunika na kuwapoteza mazima kabisa kwenye industry. Na posti ya Mwijaku kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram wakati alipokuwa akimtangaza Mutima na akitoa mikwala kwa wasanii wa kike wa Tanzania, kwenye posti yake alikuja kutanguliza hii video ambayo ikimuonyesha Mutima hapa kwa kweli akiwa amevalia vazi lake na akiwa amependeza, na huu ndio ule utambulisho ambao ameweza kufanya Alikiba. Sasa hii video ni kwamba Mwijaku ameweza kuichukua na kuweza kuiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akiweza kumpush zaidi ili kuweza kumtambulisha zaidi kwa Tanzania. Na kwenye upande wa caption katika posti hii Mwijaku alianza kwa kuandika, niitieni Zuchu, niitieni Nandi, niitieni Mawasama, niitieni Fina, niitieni JD, waambieni kabla mwaka hujageuka wastaafu muziki rasmi, maana huyu mtoto sio anaimba tu bali anaghani sauti ya juu zaidi. Alafu mwisho kwenye caption yake ameandika, karibu ufalmeni kwa sasa King Music Record. Na hiyo ndo ilikuwa ni post ya Mwijaku wakati alipokuwa akiwatambia wasanii wa kike wa Tanzania, na akisema kwamba msanii ambaye ametambulishwa na Alikiba, Mutima, ni moja kati ya msanii mzuri sana. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi ni kwamba ataenda kuchukua nafasi zao. Msishangae kuona kwamba kwenye nafasi za juu pale Zuchu akashuka, Nandi akashuka, ama Wasama akashuka zaidi, Fina akashuka na wengine wakashuka, na Mutima akashika kwenye nafasi za juu. Huo ulikuwa ni mtazamo wa Mwijaku kwenye upande wa ukurasa wake wa Instagram wakati alipokuwa
wakimtambulisha msanii wa King Music ambaye anafahamika kwa jina la Mutima. Wewe una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Una imani kwa kiasi gani kwamba msanii wa Alikiba Mutima ataweza kufanya vizuri zaidi na zaidi na kushika kwenye nafasi za juu kupitia kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava? Lakini pia naendelea kukumbusha mwanafamilia wa Zenji Online TV, kama hii ni mara yako ya kwanza kabisa kuitembelea Zenji TV, tunakusihi sana usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali kwa kila siku na kila wakati. Mimi naitwa Anyera Mtanzania, tukutane next time. Zenji TV, tujivunie nyumbani.